zangu katika Kristo, karibuni katika ibada hii, ibada ya Pasaka ya pili au Jumatatu ya Pasaka, kutembea na Kristo mfufuka. Tuanze ibada hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutasoma zaburi yetu ya leo, zaburi ya 117, zaburi ya 117. Zaburi 117. Na tusome kwa msaada wa Roho Mtakatifu tukipokezana. Haleluya, enyi mataifa yote msifuni Bwana, enyi watu wote muhimidini. Amen. Tuombe. Mungu wa neema, umetupa akili ili tukujue wewe, mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Twaomba utujaze na Roho Mtakatifu wako ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kukuabudu katika roho na kweli. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yu pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na umpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba huishe roho na miili yetu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi. Hivyo basi tumuungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimuomba msamaha wa dhambi. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu tumuungamie Mungu dhambi zetu. Ungamo lile la kwanza tuungame tukisema: Mungu Mwenyezi, Baba, mimi ni maskini na mdhaifu, na kuzaliwa katika hali ya dhambi. Naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kunena na kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa dunia na hata milele. Lakini nazitia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako usimie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, nisamehe dhambi zangu, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu, nishike mwenendo mpya. Amen. Mungu mwenye enzi yote na rehema ametuhurumia, akamtoa mwana wake pekee Yesu Kristo atufie msalabani. Kwa ajili yake na kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake amewasamehe dhambi zenu zote. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu ameni Rumia tendo iri kubwa sana, sikustahili jahili, imelipata bure. Sasa
Tutashangilia kwa kutumia Zaburi ya ufufuko ukurasa wa 288. Ukurasa wa 288. Haleluya, Bwana amefufuka. Haleluya. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwa wenye haki. Mume wa Bwana, mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Sitakufa bali nitaishi, nitayasimulia jiwe walilolikata waashi. Neno hili limetoka kwa Bwana. Siku hii ndio aliyoifanya Bwana. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya, Bwana amefufuka. Haleluya, amefufuka kweli. Haleluya, tumuombe Bwana katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunawaombea wote wanaoingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Mungu, utusaidie, utuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Mungu atukuzwe pekee. Shukrani zitolewe sababu ya rehema kuu aliyotutendea.
tutakiane amani ya Bwana kila mmoja na jirani yake. Mahali nipa ndege wanapoka, tanave na wakipendana, wakipatana na wakipendana. Kristo husema, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Tuombe. Ee Mungu, uliyeuponya ulimwengu kwa kufufuka kwake mwana wako Yesu Kristo, twakuomba watu wako wakae na karama zako za mbinguni, ili wastahilishwe uhuru na uaminifu na uwana kufikia uzima wa milele kwa yeye Yesu Kristo aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Somo la pili kutoka kitabu cha Yohana sura ile ya 21 mstari wa 15 hata ule wa 17. Yohana 21:15 hata ile 17. Asoma katika jina la Bwana. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simon Petro, "Je, Simon wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wanakondoo wangu." Akamwambia tena kwa mara ya pili, "Simon wa Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simon wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe watambua kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Amen. Na hili ndilo neno la Mungu. Tushukuru Mungu. Tusikilize tena somo la tatu kutoka kitabu cha Isaya 25 mstari ule wa 6 hadi ule wa 8. Isaya 25 mstari wa 6 hadi ule wa 8. Isaya 25 mstari wa 6 hadi ule wa 8. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Amen. Na hilo ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Tukiri imani inayotuunganisha na Wakristo wote ulimwenguni, imani ya mitume. Tukiri tukisema, namwamini Mungu Baba muumba mbingu na nchi, namwamini Yesu Kristo
Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na sadaka tu mbili. Sadaka ya kwanza itakuwa ni shukrani ya Pasaka ya pili, lakini sadaka ya pili itakuwa ni shukrani ya huduma zote za kichungaji. Kwa hiyo hizo ndizo sadaka zetu za leo. Na sasa nikaribishe kwaya kuu wakati wazee wanapita kugawa bahasha za shukrani ya Pasaka, na kwa wale wanaobatiza, wanaorudishwa kundini, wanaweza kuchukua pia sadaka bahasha za shukrani ya kubatizwa. Kwaya kuu, karibuni kwa wimbo moja. Wakati wazee wa kanisa wanagawa bahasha, na mara baada ya kwaya kuu basi tutasimama na kuomba. Wale wenye shukrani zao mbalimbali, shukrani ya wiki, shukrani ya pekee pengine na fungu la 10, malimbuko, sadaka za siri na naziri, kama umejiandaa tunakukaribisha. Una shukrani yoyote mara baada ya kwaya kuu, karibu hapa mbele. Shukrani ya fungu la 10, malimbuko, sadaka za siri na naziri, shukrani ya pekee, au shukrani ya jambo lolote ambalo Mungu amekutendea na umejiandaa katika ibada hii mara baada ya kwaya kuu, au wote ambao umejiandaa na hizo shukrani, karibuni hapa mbele. Na wazee wa kanisa wataendelea kugawa bahasha, shukrani mbalimbali kama nilizozitaja, lakini pia shukrani ya Pasaka ambayo ni ya kwetu wote, na shukrani ya huduma za kichungaji ya kwetu wote. Karibu kwaya kuu. Karibu kwaya kuu. Imani, naomba mjiandae, naona kwaya kuu bado. Tazama hayumo kaburi.
Asanteni kwa yaku, Mungu awabariki. Napoenda sasa kumshukuru Mungu kwa matoleo yetu. Kwa hiyo wote mtakuja wenye shukrani fungu la 10 malimbuko, shukrani ya pekee, shukrani ya siri na sadaka za siri, shukrani ya wiki. Tunaomba wote mje mara moja hapa mahali hapa. Kwa hiyo niwakaribishe sana wote mje mahali hapa ili tuweze kumshukuru Mungu wetu. Tutaimba fungu moja tu wakati wanakuja 111 wanapokuja wapendwa wetu kwa ajili ya shukrani siku ya furaha. Tutaimba, tutumie fungu moja tu. Tunapoanza kuimba basi mnayemshukuru Mungu mfike mahali hapa. Siku ya furaha, siku ya uzima, Yesu Kristo afufuka. Watu kifungoni wamefunguliwa, furahini, furahini wa Kristo. Watu kifungoni wamefunguliwa, furahini, furahini wa Kristo. Jamani wapendwa wa Kristo, basi mliochukua bahasha kwa ajili ya kumshukuru Mungu, nimesema tukianza kuimba wimbo huu tufike ili tuweze kwenda vizuri na ratiba yetu. Kwa hiyo naomba fungu lile la pili basi ambao mnamshukuru Mungu muweze kufika mahali hapa. Siku ya furaha, siku ya uzima, Yesu Kristo afufuka. Kufa kumeshindwa, uzima tayari, furahini, furahini wa Kristo. Kufa kumeshindwa, uzima tayari, furahini, furahini wa Kristo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba wa rehema, Bwana wetu, asante hata kwa ajili ya neema uliotupa Bwana Yesu. Mtoto wako amefika kwenye madhabahu hii kusema asante Yesu, kukushukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo umetendea. Neema yako Yesu iwe pamoja nao. Wabariki, watunze, walinde. Maana wanakutolea katika roho ya kweli, kwa moyo wa furaha, kwa moyo wa hiari, na wanatoa vitu vyao vya thamani. Ubariki Bwana Yesu, ukabariki kazi zao, ukabariki biashara zao. Uwalinde, watunze Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Na wasogeza kwenye madhabahu yako. Wengine wanaleta shukrani zao, shukrani ya fungu la 10 na malimbuko, wengine nadhiri na sadaka za siri, wengine shukrani ya pekee, wengine shukrani ya wiki, wakikumbuka jinsi Yesu Kristo ulivyoshinda mauti ukafufuka. Ni kweli Bwana Yesu, na hata sasa tunahitaji Yesu uendelee kufuka ndani ya mioyo yetu, uendelee kutuimarisha, uendelee kutupigania. Usituache peke yetu, ukatujalie neema na baraka. Mtoto wako hawa naweka mikononi mwako, nami nawekea ulinzi Bwana siku ya leo, ukawabariki, ukaonekanie. Usiwache wala usiwapungukie, ukawajalie neema na baraka. Asante Yesu Kristo, kwa sababu wewe umesikia maombi yetu haya. Nawe Mungu utatenda na utajibu sawa sana mapenzi yako. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Omba mpokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akunde uso wake na kupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwaya ya imani, karibuni wale wote wanaorudi kundini mara baada ya kwaya ya imani mfike kwenye madhabahu hii. Kwaya ya imani muwe mahali hapa, na mara baada ya kwaya ya imani wanaorudi kundini wafike hapa.
Hata siku ya kwanza ya juma alfajiri, Mariamu Magdalene walikwenda kaburini, kukingali giza, kakuta jiwe limeondolewa. Kukingali giza, kakuta jiwe limeondolewa. Karudi mbio kafika kwa Simoni Petro, karudi mbio kafika kwa Simoni Petro, kamkuta yuko na yule mwanafunzi aliyependwa na Bwana. Kamkuta yuko na yule mwanafunzi aliyependwa na Bwana, Bwana Yesu. Akaanza kuambia habari za kaburini, Yesu hayumo, wote wakatoka mbio. Akaanza kuambia habari za kaburini, Yesu hayumo, wote wakatoka mbio. Walifika kaburini, waliviona vitambaa na leso tu. Walifika kaburini, waliviona vitambaa na leso tu, lakini Yesu hakumuona. Lakini Yesu hakumuona, ameshafufuka yuhai, ameshafufuka. Lakini Mariamu alisimama karibu na kaburi, alilia kwa uchungu akinamia kaburi. Lakini Mariamu alisimama karibu na kaburi, alilia kwa uchungu akinamia kaburi. Aliwaona malaika wawili wameketi kwenye kaburi la Yesu, na wakamwambia. Aliwaona malaika wawili wameketi kwenye kaburi la Yesu, na wakamwambia, mbona walia mama? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu. Mbona walia mama? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu. Mama alia sana. Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana Yesu. Alipogeuka nyuma akakutana na Yesu. Yesu akamwambia, nenda kawapashe habari wanafunzi yote ulioyaona. Alipogeuka nyuma akakutana na Yesu. Yesu akamwambia, nenda kawapashe habari wanafunzi yote ulioyaona. Akaenda na amani na furaha moyoni, akaenda kwa amani na furaha moyoni. Ni kweli Yesu kafufuka, haleluya, tuimbe kwa furaha. Ameitangazia dunia ushindi, ushindi, haleluya, tumekombolewa. Ni kweli Yesu kafufuka, haleluya, tuimbe kwa furaha. Ameitangazia dunia ushindi, ushindi, haleluya, tumekombolewa. Sasa tumeupata wokovu, hakuna shida tena, yote yamekwisha. Sasa tumeupata wokovu, hakuna shida tena, yote yamekwisha. Yesu yu hai leo, ndiye atende miujiza, watu wanapona leo. Ndiye atuongezeaye maarifa kila siku, ndiye atufanikishaye shughuli zetu wanadamu.
wanadamu amini, Yesu yu hai leo, ndiye atendaye miujiza, watu wanapona leo, ndiye atuongezeaye maarifa kila siku, ndiye atufanikishaye shughuli zetu wanadamu. Wapo wasioamini, usiwajali, wengine wanambeza, achana nao. Wapo wasioamini, usiwajali, wengine wanambeza, achana nao. Songa mbele na Yesu aliye hai, Songa, songa, mbele na Yesu aliye hai, songa baba, Yesu aliye hai, songa, songa, Yesu aliye hai. songa wewe. Ni kweli Yesu kafufuka, haleluya, tuimbe kwa furaha, ameitangazia dunia ushindi, ushindi, haleluya, tumekombolewa. Ni kweli Yesu kafufuka, haleluya, tuimbe kwa furaha, ameitangazia dunia ushindi, ushindi, haleluya, tumekombolewa. Sasa tumeupata wokovu, hakuna shida tena, yote yamekwisha. Sasa tumeupata wokovu, hakuna shida tena, yote yamekwisha. Wapi? Msalabani. Asanteni kwa ya imani. Mungu awabariki. Waenda wapi msafiri wa babako, upate raha pengine kwa dhambi zangu. Rudi, 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 rudi kwa babako. Rudi, 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 rudi kwa baba. Ukurasa wa 430 katika vitabu vyetu vya ibada. Ukurasa wa 430. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba mwageukie washarika. Mwageukie washarika. Wapendwa washarika, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuwarudisha kundini wenzetu hawa mnaowaona mbele yenu, ambao walimwacha Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kutii mamlaka ya mwovu Shetani. Kanisa limepata nafasi ya kushauriana nao, na kwa neema ya Mungu wamekubali kuungama dhambi zao na kutubu. Naomba mgeukie madhabahu. Wapendwa katika Bwana, fungulieni mioyo yenu Mungu ajuaye yote kwa unyenyekevu, mkimuungamia dhambi zenu na kuomba kila mmoja wenu msamaha wa dhambi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kama ifuatavyo. Maombi hayo. Bwana, toka vilindi nimekulilia. Bwana, usikie sauti yangu.
masikio yako na yasikilize sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungehesabu makosa, Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Kwa hiyo Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu i mbele yako, na dhambi yangu i mbele yangu daima. Bwana, unihurumie. Bwana amejaa neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Kama mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kama vile baba wahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Basi nami kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, na watangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake amewasamehe dhambi zenu zote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Leo mmeshuhudia kurudi kwa hawa wenzetu katika umoja wa ujamaa wa Kikristo. Tuwaombee wasimame imara na kudumu katika uaminifu kwa ahadi yao ya ubatizo, wakawezeshwe kuzaa matunda mema yanayoendana na wito wao wa kumfuata Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa uaminifu hata mwisho. Naomba mpige magoti. Washarika, tuombe pamoja tukisema: Mungu wa milele, tunakushukuru kwa kuwapokea tena wenzetu hawa katika umoja wetu wa Kikristo. Sisi nasi tunawapokea tupate kutumikia pamoja hapa duniani. Tusaidie na sote tudumu katika imani iliyo hai mpaka mwisho. Amen. Mungu wa milele, Baba mwenye huruma, tunakushukuru kwamba leo umewarudisha ndugu zetu hawa kuungana nasi. Tunakusihi walinde katika maisha yao, uwabariki waweze kusimama imara katika imani yao, waweze kufikia mwisho mwema na kuishi nawe milele. Tusikie Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Bwana waangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana aindie uso wake na kuwapa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yesu Kristo anasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Ombeni msimame, mwageukie washarika wenzenu. Naomba sasa muwapokee hawa wenzetu katika kundi la Kristo. Tuwapokee kwa makofi mazito matatu. Mungu awabariki na kamtumikie Bwana sasa na kumzalia matunda yaliyo mema kwa uaminifu kabisa mbele za Bwana, na msirudi tena mlikokuwa. Na sisi tuwaombee na kuwashauri vyema ili wamtumikie Mungu wao kwa ukamilifu na ustahili. Bwana wabariki, enendeni kwa amani. Enendeni kwa amani. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaomba tena tunapoimba wimbo wa 340 ubeti wa pili, watatu, wale wanaopokelewa, walioamua kupokelewa kuwa Wakristo wa kanisa hili,
Basi niwaombe tunapoimba ubeti wa 3 wawe wanafika hapa mbele. Tutaanza ubeti wa 2 na wa 3 kwa sababu wa kwanza tumeanza 340. Urudi mwenye tabu kwa mganga wa kweli, hakuna mganga urudi mwenye huzuni kwa mtuliza mioyo, asiyefika kwa Yesu kwa Mungu. Rudi nahitaji ufufuo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukurasa wa 431, naomba mwageuke. Ukurasa wa 431. Wapendwa wa Kristo, 432 samahani, mpaka 433. Wapendwa wa Kristo, tumekusanyika mahali hapa kuwapokea wenzetu hawa ambao wamekubali sasa kujiunga katika kanisa hili na kuwa washarika wa kanisa hili. Naomba mpokeukie madhabahu. Wapendwa katika Kristo Yesu, ninyi ambao mnataka kupokelewa katika kanisa hili la Kiinjili la Kilutheri, kwa hiyo ninawauliza hapa mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu, ili iwe ushahidi kwao wote wanaosikiliza, mseme wenyewe baada ya kujihoji mioyoni mwenu, je, mmeona umuhimu wa kutoka katika madhehebu mlimokuwa na kuamini ya kuwa katika kanisa hili la Kiinjili la Kilutheri neno la Mungu hufundishwa sawa na sakramenti hutolewa kwa usafi wake kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyoagiza, na ya kuwa hamtarudi tena mlikokuwa? Kama ni hivyo, mjibu na kusema, ndiyo, nimeamua hivyo. Je, utashika mwenendo wa Kikristo na imani hiyo kama ulivyofundishwa? Na kama ni hivyo, ujibu na useme, ndiyo, Mungu anisaidie. Washarika tuitikie. Kwa kuwa umekiri hivyo, nami mtumishi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na kupokea katika kanisa hili katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kuwa umekiri hivyo, nami mtumishi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na kupokea katika kanisa hili katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tangu sasa wewe umekuwa kiungo cha kanisa hili. Bwana Mungu mwenye nguvu zote, aliyeanza kazi hii njema moyoni mwako, ataikamilisha hata siku yake Kristo Yesu. Naye akujalie nguvu ya kuvumilia na kushinda shida zote, uwe na tumaini jema la wokovu wa milele. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tunaomba sasa mwageukie washarika.
Bwana Yesu asifiwe. Wazee wa kanisa au washarika wa jumuiya ya Makedonia A, tunaomba sasa mumpokee msharika wenu huyu wa Yerusalemu A. Karibu hapa mbele. Na Makedonia B, tunaomba mumpokee huyu msharika, na sisi washarika kwa mazito matatu. Karibuni sana. Mungu awabariki, mumtumikie Bwana. Enendeni kwa amani. Haya, hao ndio wanaopokea. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Tunamshukuru Mungu. Sasa tunapokwenda kusikia ujumbe wetu wa leo, Devi utatuongoza na kundi lako wimbo 117, wimbo namba 117. Tutaimba mabeti 4 ya kwanza. Wimbo namba 417, mabeti 4. Tutaimba ubeti kwanza na wa pili tukiwa tumekaa, na ubeti wa 3 na wa 4 tukiwa tumesimama kwa ajili ya kupokea ujumbe wetu wa leo. Wimbo 117. Karibu praise mtuongoze. Amefufuka, amefufuka, ametoka kaburini. Shangilia, shangilia, ametoka kaburini. Shangilia, shangilia, ametoka kaburini. Ameshindwa, ameshindwa hana lake duniani. Shangilia, shangilia, ametoka kaburini. Shangilia, shangilia, ametoka kaburini. Kawatokea, kawatokea wanafunzi wake wote. Shangilia, shangilia, ametoka kaburini. Shangilia, shangilia, ametoka kaburini. Iwe kwenu, iwe kwenu, mpokee Roho wangu. Shangilia, shangilia, ametoka kaburini. Shangilia, shangilia, ametoka kaburini. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru jinsi ulivyotutunza usiku uliokwenda kupita. Asante kwa tuamsha wenye nguvu na afya njema. Tunajiachilia mikononi mwako Bwana wa rehema na Bwana wa kanisa, tunapokuja mbele zako kwa ajili ya kulishwa neno lako. Mungu ukaseme nasi, katuimarishe kwa neno lako la uzima, katutie nguvu ili tunapoenda kutumikia wewe tutumike katika roho na kweli. Ni katika Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Nirudie kusoma tena neno kutoka Yohana Mtakatifu sura ya 21 mstari ule wa 15 na 17. Yohana Mtakatifu 21:15 na 17. Neno la Mungu linasema, basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia,
Ndio Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Amen. Naomba tukae. Haleluya, Yesu Kristo amefufuka. Haleluya, Yesu Kristo amefufuka. Kisoma katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 32. Lakini hata ukisoma sura ya 28 mstari wa 10, Bwana Yesu mara kadhaa alikwisha kuwaambia wanafunzi wake watamwona Galilaya. Baadaye ukisoma katika Yohana sura ya 21 mstari wa 2, tunaambiwa wanafunzi wake 7 walikuwa nje ya ziwa la Tiberia usiku kucha wakivua samaki wasipate chochote. Kwa ziwani alishawaambia kwamba watamwona Galilaya, lakini wao wakiwa katika ziwa lile la Tiberia wakaanza kuvua samaki. Wengi wao wakarudia kazi yao ya zamani. Lakini usiku huo walivua sana samaki, lakini wasipate chochote. Ghafla wamepambazuka, Bwana Yesu anawatokea bila wao kumtambua. Bwana Yesu anawatokea bila wao kumtambua, na yeye anawapa maagizo. Anawaambia washushe nyavu. Yapo maelezo yanayosema wakamwambia, Bwana, tumevua usiku kucha hatukupata chochote na vile, lakini walikuwa ni watii, wakashusha nyavu. Na tunaambiwa walipovuta lile jarife, samaki walikuwa ni wengi waliokuwa wamevuliwa, na jarife lilikuwa ni zito sana. Baada ya kushuka wakaona moto, kawaambia walete samaki kidogo waliowavua. Ilikuwa ni asubuhi. Akawakaribisha wafungue kifungua kinywa. Wote walikuwa wameshamtambua wakati huo tayari, hasa kwa kile kilichotokea na kilichotokana na kuvua samaki wale wengi. Lakini wote walikuwa kimya. Hakuna aliyeweza kuthubutu kusema wewe ni Bwana au vyovyote vile. Sasa Biblia inatuambia baada ya kula ndipo anamuuliza Simoni Petro. Anamwambia, wewe wanipenda kuliko hawa? Na Simoni Petro anajibu, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Naye anamwambia, lisha wanakondoo wangu. Akamuuliza tena, wanipenda? Akasema, ndio Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akaulizwa tena mara ya 3, wanipenda? Biblia inasema kwamba alianza kusikitika. Akamwambia, Bwana, wewe wajua nakupenda. Akamwambia, lisha kondoo zangu. Anaulizwa mara 3 Petro. Ni Petro huyu ambaye alimwambia Bwana Yesu kwamba hata wangelikuacha wote, mimi itakuwa si mimi, labda wengine, mimi sitakuacha. Lakini baadaye kidogo, wakati yale mateso na mahangaiko aliyokuwa anapatiwa Bwana Yesu, nakumbuka kwamba Petro alimkana Yesu mara 3.
Sasa tukio lile limekwisha kupita, wanakutana, Bwana Yesu anamuuliza Petro mara 3. Ni kama anamtangazia msamaha. Kwa kila mara moja aliyomkana anamtangazia, mara ya pili anamtangazia, na mara ya 3 anamtangazia ya kwamba umekwisha kusamehewa yale mambo au kule kukana kwako kutatu ulikokufanya. Watheolojia wengine wanasema, unakumbuka wakati ule ameuliza wanafunzi wake kwamba watu wanasema mimi ni nani? Ninakwambia anasema wewe ni Elia, wengine ni Masihi, wengine ni hivi. Petro alijibu kwamba wewe ndiye Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akamwambia, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mwamba gani? Juu ya ile imani, juu ya ule ukiri aliyoukiri Petro. Kwa alikwisha kumuona kwamba ni mmoja wa watu watakao waachia huduma watakapokuwa hapa duniani. Lakini alijua kwamba huduma anaoenda kuwaachia au anaenda kumwachia ni huduma iliyo ngumu, iliyo na watu wa rika zote, watoto kwa wakubwa, vijana kwa wazee. Huduma yenye changamoto nyingi, huduma yenye nyakati mbalimbali za furaha, nyakati za huzuni, nyakati za mateso na nyakati za mashangilio. Bwana Yesu aliyefufuka anaamua kuendelea kumuimarisha kwamba ulishe kondoo zangu, uchunge kondoo zangu hata katika majira na nyakati hizo zitakazotokea mbele ya huduma yako. Bwana Yesu aliyefufuka anajifunua katika maisha yetu kwa namna mbalimbali. Yatupasa tumtegemee yeye. Anapojifunua katika maisha yetu, tuache yale ya zamani, tuachane na makando kando, tumtegemee yeye. Watu wengi sana wanaomlaumu Petro. Sema Petro aliyekiri kabisa, sasa alikuwa anamjua huyu mtu, ilikuwaje akamkana Yesu tena mara 3? Nataka niwakumbushe asubuhi ya leo, Petro alikuwa ni mwanadamu. Yeye alikuwa ni mwanadamu kama sisi. Dhihaka zilizopita mbele yake, dharau alizoziona, kejeli na mateso aliyoyaona kwa Yesu akifanywa hadi kifo, jinsi kilivyompata, haikuwa jambo rahisi, haikuwa mchezo. Ilikuwa ni kipindi cha maumivu. Wanadamu wa kawaida saa nyingine ni ngumu kustahimili. Walivurugwa sana wafuasi na wanafunzi wa Bwana Yesu. Walimtegemea na kumwamini sana Bwana Yesu, lakini kilichomkuta kiliwakatisha tamaa. Wote wakachanganyikiwa, wakakata tamaa. Watu wakaanza kurudi nyuma, kama ambavyo tunaona mfano wa mtu aliyerudi nyuma ni pamoja na Petro mwenyewe. Anasema simfahamu mtu huyu, anamkana Yesu Kristo mara 3 kwa ajili ya mateso, kwa ajili ya dhiki, kwa ajili ya situation anayoiona kwamba muda umekuwa mgumu, ndio maana imemfikisha akafanya hivyo. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Kuna mambo wakati mwingine yanatuvuruga, tunakata tamaa kweli kweli. Saa nyingine ni vitisho vinatukatisha tamaa. Hofu katika maisha yetu inatukatisha tamaa. Tunapoteza matumaini kweli kweli. Tunajawa na hofu kupita kawaida katika maisha yetu kwa sababu ya mambo yanayotukumba. Tunaona giza tupu maishani mwetu. Tunaona kila kitu hakiwezekani. Na tukiwa katika wakati kama huu, ndio rahisi sana kuuziwa udongo wa baraka. Unaambiwa ni udongo wa baraka. Unaambiwa njoo tukusafishie nyota, njoo tukupake sijui mafuta ya namna gani. Hayo yote hayawezi kukusaidia. Hayo yote hayawezi kukusaidia. Unapokuwa na hofu, unapokuwa na shida, unapokuwa na maumivu, umepita kwenye dhiki, umeuguliwa, umeumwa, umepata magumu kwenye maisha, liko jina moja tu tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, nalo ni jina la Yesu mfufuka. Bwana Yesu asifiwe. Mengine yote hayawezi kukusaidia.
Huwezi kujificha popote ukakimbia dhiki za dunia hii. Lakini ukiwa chini au mwamba Yesu Kristo aliyefufuka, maisha yako yatakuwa sawa sawa. Utakutafuta lakini utakingwa na Yesu. Silaha zitalenga kwako lakini Kristo atakukinga. Kwake hakuna lisilowezekana katika maisha haya. Fikiri huyu mtu aliyeshinda kifo na mauti, aliyeshinda kifo na kaburi. Ukimshika Kristo aliyefufuka, ukatembea naye maishani, utakuwa na nguvu za maisha ya kiroho na ujasiri wa kumhubiri pasipo kujali chochote. Yesu Kristo aliyefufuka anatusihi tutembee naye. Tumpe nafasi katika mioyo yetu, ili katika kwenda kwetu, katika maisha yetu, kwa kila tunalolifanya, yeye akawe ndani mwetu nasi ndani mwake. Yeye anasema katika Isaya 45 mstari wa 22, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu, tupe neema ya kukushika wewe na kutembea na mwanao Yesu Kristo aliyefufuka katika maisha yetu. Tunapokuwa katika dhiki na taabu na magumu mengi, tusimwache. Yeye ni msaada wetu. Katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno la ambao hawakupata nafasi ya kuingizwa kazini wakati ule ambapo wengine waliingizwa kazini. Kwa hiyo nafasi hii ni kwa ajili yao. Wale wajumbe wa kamati mbalimbali za jimbo, ni wakaribishe hapa mbele tunapoimba wimbo namba ya 74. Ubeti ule wa kwanza, wa pili, basi wawe wamefika hapa mbele. Idara na kamati za jimbo na hata za usharika kama hukuingizwa kazini pia, karibuni. Hata za usharika kama hukuingizwa kazini pia. Wanauli waitawa takatifu wako, wawe mitume wachunga walishe kundi lako, wanyonge na wenye hofu wakawa mashujaa.
Asante. Tufungue ukurasa wa 445 katika vitabu vya ibada. Ukurasa wa 445 katika vitabu vyetu vya ibada. Bila shaka kama upo tena, nakumbusha wewe ni kiongozi mpya uliyechaguliwa kwa ngazi yoyote usharikani au jimboni, siku wanaingizwa kazini wengine hukuwepo. Karibu sasa hapa mbele tunapoendelea. Ukurasa wa 445. Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, mmechaguliwa na washarika wenzenu ili kushika wajibu katika kanisa, kila mmoja kwa nafasi yake katika usharika. Sasa sikilizeni maongozi ya neno la Mungu kuhusiana na wajibu wenu. Jitunzeni nafsi zenu na ile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu ameweka nyinyi kwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha katika kundi lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Amen. Na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana na wale walio chini ya utunzaji wao, bali iweni vielelezo kwa lile kundi, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtalipokea taji la utukufu lile lisilokauka. Amen. Amen. Mungu awabariki mpate kuzingatia maneno hayo maishani mwenu. Na sasa ninawauliza, je, mnakubali kupokea wajibu kila mmoja aliyopewa katika kanisa kwa msaada wa Mungu? Kama ndivyo, basi mjibu kama maneno yanavyosema hapo. Tena tusikie kwa pamoja. Sharika, naomba msimame. Wapendwa washarika, ninyi ndio mliowachagua viongozi hawa kuwa viongozi wenu. Je, mpo tayari kuwatii na kushirikiana nao katika wajibu waliopewa ndani ya kanisa? Amen. Kaeni. Mungu awajalie uwezo na upendo wa kutimiza wajibu mliopewa katika kanisa. Nami ninawaingiza kazini katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutupa tena watenda kazi katika kanisa na katika usharika huu wetu, ili wapate kuongoza washarika na watu wote. Tunakusihi wajalie busara katika uongozi wao, ili watende yote kwa unyenyekevu. Uzibariki nyumba zao, nuru yako ipate kuangaza wote wanaowazunguka. Utusikie katika jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Okay, baraka. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba msimame. Naomba mwageukie washarika. Bwana Yesu asifiwe. Wapokeeni sasa kwa makofi mengi mengi.
Bwana awabariki. Tunawapongeza kwa kuchaguliwa tena na kutumika katika kanisa la Mungu. Basi Mungu awajalie neema mkamtumikie kwa uaminifu kila mmoja basi na wajibu wake. Enendeni kwa amani ya Bwana. Hata leo watakatifu wako